lilianzishwa mnamo mwaka 1975 tarehe 8 Machi, na hili lilianzishwa baada ya Umoja wa Mataifa kulizia kwamba siku hii itambulike kama siku ya kina mama, na siku hii ni sehemu ya kupaza sauti kwenye usawa wa kijinsia. Kama tukikumbuka, ndugu wana kanda ya Mwanza au wana Sengerema, miaka ya hapo nyuma akina mama walikuwa hawana nafasi ya kuweza kupata urithi wa wazazi wao, lakini kupitia haya au maadhimisho wakina mama mpaka sasa wanao uwezo wa kuweza kurithi mali za baba yao, si ndio akina mama? Mwanzo hili halikuwepo, lakini kupitia haya mambo yamekuwa hivyo. Lakini sanjari na hayo, tunashuhudia wenyewe, zamani hata ubalozi tu akina mama ilikuwa hakuna, lakini tukiangalia kwa sasa mkuu wetu wa wilaya ni mama, si ndio jamani? Katibu wetu wa chama naye ni mama, japokuwa sija kiitifaki siruhusi kumtambulisha, lakini naye ni nani? Ni mama. Lakini pale juu kabisa mama yetu Mama Samia. Mama Samia we! Kulingana na muda basi naomba niishie hapo. Asanteni sana. Basi MC naomba tuendelee na nafasi. Mbele ya mgeni rasmi mkuu wetu wa wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo tarehe 5 mwezi wa 3 katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakina mama wajasiriamali kwa umoja wao, kwa upendo wao, kabla ya siku ya leo walitangulia kwenda kuwaona watoto wenye mahitaji maalum na watoto yatima na wagonjwa katika hospitali ya wilaya Sengerema, na pia waliwaona watoto yatima wanaolelewa katika kituo chetu kilichopo katika hospitali ya wilaya ya Sengerema Mission. Wakina mama walipeleka mahitaji mbalimbali kwa ajili ya watoto, wakiwapelekea vifaa vya kutumia kama ungalishe kwa ajili ya watoto, lakini pia waliweza kupeleka mahitaji katika kile kituo cha watoto yatima, ambayo ni mahitaji ya kuweza kuwasaidia kile kituo kiweze kuendelea kuwahudumia wale watoto. Hii inathibitisha kabisa kwamba wakina mama ni walezi, wakina mama ni walinzi wa amani, wakina mama wajasiriamali wanafanya shughuli zao huku wakimtanguliza Mungu. Ndio maana wanatoa kwanza sadaka kabla ya kuja kuadhimisha siku ya wanawake. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako ni baadhi ya wanachama wa Umoja wa Wanawake Sengerema. Umoja huu unawashirikisha wanawake kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya yetu ya Sengerema. Wengi wetu tunajishughulisha na shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Umoja huu una jumla ya wanachama wasiopungua 600. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu 2025 inasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kwa kutimiza kauli mbiu hii na kwa kupitia umoja huu wa wanawake wa Sengerema tumeweza kufanya yafuatayo. Kwanza, kuhamasisha kina baba kusimamia haki na usawa kuanzia ngazi ya familia na jamii. Wakina baba wamehamasika na kutambua kuwa mtoto wa kike na wa kiume wote ni sawa katika nyanja zote za kimaendeleo kuanzia ngazi ya familia na jamii. Hivi sasa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwa na familia nyingi zinagawa majukumu sawa kwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume katika kutekeleza majukumu ya nyumbani. Watoto wa kike wanashirikishwa katika kutoa maoni na maamuzi kuanzia ngazi ya familia na jamii.
Lakini pia namba 3 inasema elimu inatolewa kiusawa kwa watoto wa kike na wa kiume. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakina mama hawa asilimia kubwa wanajishughulisha na shughuli za ujasiriamali kama vile ufugaji wa kuku wa kienyeji, ng'ombe wa maziwa, kilimo cha mazao mbalimbali ya biashara na ya chakula, utengenezaji wa sabuni za maji na miche, utengenezaji wa batiki na uendeshaji wa hisa kwa ajili ya kukopeshana kwa riba ndogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli hizi zilitokana na jitihada mbalimbali za wanawake kama vile kujiunga katika vikundi vya ujasiriamali na kuchangamkia fursa mbalimbali za kifedha zilizopo ndani na nje ya serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia fursa za kifedha na mazingira ya kisera pamoja na matamko mbalimbali juu ya usawa wa haki za wanawake, ni dhahiri mafanikio ya wanawake yanaonekana kwa kuwa tumejionea. Wanawake wengi wameweza kuondokana na upweke. Sauti za wanawake zimesikika katika masuala yanayowahusu. Wanawake wamepungukiwa na mizigo mingi ya majukumu. Wanawake hawa wana muda wa kujiendeleza kiuchumi. Nafasi za uongozi kwa wanawake zimeongezeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, daima palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Tunaishukuru serikali kupitia mfuko wa maendeleo ya wanawake WDF kwa kutupatia mikopo ya vikundi isiyo na riba. Changamoto kubwa iliyopo, mikopo hii ni michache ukilinganisha na idadi ya waombaji. Vikundi vinavyohitaji mikopo ni vingi na wanaopata mikopo ni wachache. Ombi letu kwako mgeni rasmi, tunaomba mtaji wa mkopo uongezwe ili vikundi vingi viweze kunufaika kwa wakati. Mwisho kabisa, tunaomba serikali kuimarisha ushirikiano wa kutembelea vikundi, kuona shughuli zinazofanyika na mafanikio yaliyopo pamoja na changamoto zilizopo ili kutafuta njia ya ufumbuzi kwa pamoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba kuwasilisha. Sengerema safi! Safi! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu chama tawala! Samia mitano tena! Ndugu mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya, mwanamke mwenzetu, Mheshimiwa Senyingaga, mwenyekiti wa baraza la wanawake wilaya Sengerema, viongozi mnaohusika na wanawake, idara ya maendeleo ya jamii, viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, nafurahi sana kuwepo hapa tena kwa mwaka huu mwingine. Natambua mwaka jana tena tulikutana hapa katika sherehe kama hizi. Mengi ameshaongelewa na mwenyekiti wa wanawake ameshazungumza. Kwa hiyo mimi nilete tu salamu za Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini na rais wetu, anawapenda sana. Lakini ametutuma kuleta shukrani zake kwa ushirikiano wenu mkubwa mlioonyesha katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na anafahamu kina mama wengi mlijitokeza kuomba hizo nafasi, lakini mlijitokeza kuwapigia kura viongozi wetu wote waliogombea wa Chama cha Mapinduzi, na hatimaye Sengerema tulipata ushindi wa kishindo. Kwa mpokee salamu hizo, na kwa maneno haya niwakumbushe kwamba zege alilali mwaka upe na jambo letu linaendelea. Madiwani safi! Safi! Wabunge safi! Safi! Tabasamu safi! Safi! Basi muda si mrefu kipenga kitapulizwa. Hapa Bilia alikuwa anatambulisha madiwani viti maalum, walikuwa anajiserebuka hapa. Hizo nafasi ni zetu wote. Naona Mama Moni leo amenyamazia hiyo.
muda utakapofika, kina mama tujitokeze. Kama tunavyosema wanawake na wasichana 25, tuimarishe haki, usawa na uwekezaji. Ni haki yako pia kuomba nafasi ya uongozi katika hizo nafasi za udiwani na ubunge. Tapendeza na situwe na mbunge mwanamke hapa. Hapo vipi? Hapo sawa. CCM oye. Yaani hapo na mimi mtakuwa mmenipandisha. Waridi na mimi napata mbunge wa jimbo mwanamke. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, muda utakapofika tuombe fomu, na chama kinachoshinda ni CCM. Kwa hiyo usidanganyike wala usipoteze muda, wahi mapema, vikao vitakurudisha na nchi watakuthibitisha mambo mwa. Lakini sana kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Naamini kwamba tutaenda sambamba, lakini mikopo tunayopewa ni wasii wanawake turejeshe ili na vikundi vingine vipate. Fedha hii ni mzunguko, kwa hiyo inategemea wewe utakavyorejesha ndipo unasaidia na mwenzio afanye nini? Apate. Maana mwenyekiti ametusomea risala, fedha hazitoshi kwa mahitaji yote, lakini tunavyorudisha ndivyo tutasaidia na wengine wapate. Na subira inahitajika na uaminifu, lakini tujibidishe katika kuzalisha na kuleta tija katika serikali yetu na hali zetu za kiuchumi majumbani kwetu. CCM oye! Asante sana mgeni rasmi na mwenyekiti wa jukwaa hili. Sengerema oye! Akina mama oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, nimepewa nafasi fupi ya kutoa neno fupi kabla sijakukaribisha kwa ajili ya kusikiliza neno lako kwa siku ya leo. Lakini kabla sijakukaribisha, niongezee pale alipoongelea Mheshimiwa makamu mwenyekiti wangu wa halmashauri ya Sengerema kuhusiana na swala zima la utoaji wa mikopo kwa makundi maalum. Kimsingi, maadhimisho yetu haya ya siku ya wanawake duniani ngazi ya kiwilaya kwa halmashauri ya Sengerema yataambatana na hafla ya utoaji wa mikopo kwa makundi maalum ambayo ni wakina mama au wanawake, vijana pamoja na walemavu. Na sisi kama halmashauri ya Sengerema kwenye utoaji wa mikopo tumetenga kiasi cha takriban milioni 362 ambazo zitagawiwa katika makundi hayo. Lakini jumla ya vikundi ambavyo vilikuwa vimeomba, tulikuwa na jumla vikundi 207 na ambavyo vimebahatika kwa awamu hii kupata mikopo hiyo ni vikundi 111. Lakini sio mwisho, kwa sababu zoezi la utoaji wa mikopo ni endelevu. Kwa hiyo tunatarajia wale ambao hawakupata fursa kwa kipindi hiki, kipindi kijacho watapata, kwa sababu mikopo hii bado inaendelea kutolewa. Kuna watu ambao maandiko yao ya uombaji wa mikopo yalikuwa na dosari ndogo ndogo za hapa na pale, kwa hiyo walikosa vigezo vya kuweza kupewa mikopo, lakini tuna imani watarekebisha, kwa awamu inayokuja wataweza kupata mikopo hiyo. Kwa hiyo niendelee kuwasisitiza na kuwaomba wananchi wenzangu tuendelee kutumia fursa ambayo imetolewa na serikali kuweza kupata mikopo hii kwa ajili ya kujisaidia kiuchumi na kujiinua kiuchumi. Lakini wakati huo tuzingatie kufanya marejesho ili wenzetu ambao watakuwa wanasubiri na wao waweze kupata mikopo kwa ajili ya kuweza kufanya miradi mbalimbali ambayo wamepanga kwa ajili ya kujiinua kiuchumi. Niliona mheshimiwa mgeni rasmi niliongelea hili kwa sababu mheshimiwa makamu mwenyekiti wangu kidogo hakuliongelea, lakini niliongelea kwa ajili ya msisitizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sherehe hii ni yako na hafla hii pia ni yako wewe. Kwa hiyo kwa hadhara hii tupo tayari kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Naomba nichukue fursa hii mheshimiwa mgeni rasmi kukukaribisha. Asante. Tunashiriki vyema nchi yetu, tunajituma
ya kuondokea. Osha msiogope, mtekuja na kuja kuondokea. Asante sana mama. Kamati ya ulinzi na usalama, mwenyekiti wa halmashauri kwa maana ya makamu, kuwakilisha madiwani na madiwani waliopo, lakini pia nitambue uwepo wa viongozi wetu wa dini, wanawake wote na wote tuliojumuika hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya wanawake oye. Dr. Samia oye. Sema wanawake msiogope kujitokeza kugombea, kwa maana wao kama chama nafasi ya rais ndio ambayo iko covered. Hiyo utakiwi kuchukua fomu kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Narudia maneno ya katibu, lakini nafasi nyingine zote ziko nini? Kwa hiyo tujitokeze kwenye udiwani, ubunge, sijui hapa na ugomvi na mama Tabasamu maana yupo, lakini ninasema wote tunatakiwa tufanye nini? Tujitokeze. Haya jamani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Basi awali ya yote na mimi niungane na nyinyi kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha wote kuamka siku ya leo tukiwa salama salmini na mpaka tunaweza kuanza. Maana hizi ni shamla tuwezi tukasema leo ni kilele ni tarehe 8 ambayo itafanyika Arusha. Sisi hapa tunaanza tu. Jana ilikuwa iwe Buchosa, lakini kukaa na shughuli nyingine ya wanawake wa UWT mkoa wa Mwanza, kwa Buchosa wamepeleka tarehe 7. Lakini kimkoa tunasherehekea kesho tarehe 6 viwanja vya Nyamagana, na kitaifa itakuwa tarehe 8 kule Arusha. Kwa hiyo naungana na nyinyi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kushiriki siku ya leo na tukaweza kuanzisha kabla ya kwenda kuhitimisha katika kilele kule katika mkoa wa Arusha. Lakini pia niwashukuru waandaaji wa shughuli hizi kwa kuona ipo haja na kuona inapendeza kwamba mimi mkuu wa wilaya niwe mgeni rasmi, kwa sababu sio lazima. Kwa hiyo nawashukuruni sana, na mimi kwa heshima hiyo ndio maana nimemuomba mkuu wa mkoa kikao kilichoko Mwanza niweze kubaki leo. Nimesema wanawake wa Sengerema wana mambo yao, wana shughuli yao, basi na mimi naomba nijumuike nao, na namshukuru kwa kuniruhusu ili niweze kufurahia na nyinyi. Sengerema oye. Wote tunatambua shughuli za wanawake au sherehe za wanawake kitaifa, kidunia zimekuwa zikiazimishwa kila mwaka, na kila mwaka kunakuwa na kauli mbiu ambayo inakuja tofauti. Mwaka huu tumesikia risala ambayo imesemwa na mwenyekiti wetu wa jukwaa la wanawake, lakini pia kupitia mabango mbalimbali ambayo yamepita ambayo inasema wanawake na wasichana mwaka huu 2025 basi tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Ndugu zangu wananchi, wote tunatambua ni dhahiri kwamba tukiungana kwa pamoja na tukishirikiana katika kuimarisha haki, usawa na uwezeshaji kuanzia ngazi ya familia, jamii na taifa, tutakuwa na kizazi chenye maendeleo endelevu. Ndugu zangu wananchi, kulingana na mila desturi zilizojengeka katika jamii, wanawake walikuwa wakinyimwa fursa za kujiendeleza kutokana na kunyimwa haki na usawa katika ngazi za maamuzi. Walipuuzwa na kudharauliwa, na hivyo ilikuwa rahisi kushirikishwa katika maamuzi kuanzia ngazi ya familia, jamii na hata taifa. Kitendo hicho kiliwafanya wanawake kukosa sauti katika masuala yanayowahusu na kusababisha mzigo wa majukumu hata kuwafanya wakose muda wa kujiendeleza. Jamani ndugu zangu, hii ni historia. Kwa sasa hivi mwanamke, fursa ziko wazi, milango iko wazi. Ndio maana Tanzania hii tunashuhudia tuna rais mwanamke Dr. Samia Suluhu Hassani ambaye mnamuona anafanya kazi zake vizuri, analisimamia taifa vizuri. Kwa zile zana za kwamba mwanamke anakandamizwa, hapana. Vyombo vingi vipo kwa ajili ya kukusikiliza. Vyombo vingi vipo kwa ajili ya kutetea nafasi yako pale inapotokea. Lakini uongozi wa nchi yetu pia umejikita vizuri kuanzia kitongoji kule chini mpaka taifani. Kama unaona kuna haki ambayo inakandamizwa, basi unasema. Kwa hiyo katika kutekeleza kauli hii mbiu ya mwaka huu 2025 ya tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, serikali ya Tanzania imekuwa mbele daima kuhakikisha ya kuwa
kunakuwa na mazingira rafiki yatakayowawezesha wanawake kutekeleza majukumu yao kwa lengo la kujiletea maendeleo na kupunguza umaskini pamoja na fursa za kujiimarisha kiuchumi. Na ndio maana hata leo hapa mmesikia mkurugenzi anasema kwamba kuna mambo mazuri yatafuatia baadaye. Ndugu wananchi, uwezeshaji wa wanawake na wasichana kiuchumi ni moja ya kipaumbele ili kuleta usawa katika jamii. Hii ni pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia serikali tumekuwa tukitoa mikopo na mambo mengine ambayo nimeyasema ili kuwafanya wanawake waweze kukua kiuchumi, na mikopo ambayo inatolewa inakuwa haina riba. Umoja wa Mataifa nchini Tanzania vile vile una miradi mbalimbali kwenye vipaumbele tofauti vya kazi zetu zinazogusa wanawake na wasichana, ambavyo ni mahususi kabisa kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kwa kiuchumi na kwa lengo kubwa la kutaka kuwaacha wananchi au wanawake wakae nyuma katika maeneo fulani. Tofauti za kijinsia katika huduma ndio mambo ambayo tunaongelea katika mikutano kama hii ili kuweza kuyaondoa na kuondoa ile dhana ambayo tumekuwa tukilalamika mara zote kwamba wanawake tumekuwa tukinyanyasika na kurudishwa nyuma kiuchumi. Haki za binadamu pia ni msingi mmoja wapo ambao unataka wanawake waweze kuwezeshwa kiuchumi, lakini vile vile inahitaji pia mifumo isiyo haki, mifumo dume ambayo inakandamiza uchumi na yenyewe pia iweze kuondolewa ili kuondoa ile dhana ya ukosefu wa usawa wa kijinsia na kanuni za kijamii zile za kibaguzi ambazo zinafanya inakuwa ni kikwazo katika maendeleo ya wanawake. Kuna mitandao mbalimbali ya habari, mitandao ya kijamii, mambo yanayozungumzia bodi za ajira na kila kitu. Utakuta wanatoa kabisa na matangazo, wanasema kwamba inapotokea nafasi basi wanawake wapewe kipaumbele, au wanawake pia au wasichana wanasisitizwa kuomba. Haya mambo yote, mifumo yote ipo kwa ajili ya kuondoa ukandamizaji kwa wananchi na kuleta usawa wa kijinsia kwa makundi yote mawili. Ndugu zangu wananchi, serikali ina wajibu wa kuweka mazingira mazuri kupitia sera nzuri, sheria na mipango ya maendeleo kwa kuzingatia mahitaji ya kijinsia kama ambavyo nimesema. Baadhi ya hatua zilizochukuliwa na taarifa yetu ili kuhakikisha wananchi wanawezeshwa kiuchumi ni pamoja na kuanzishwa taasisi au asasi zinazolenga kumkomboa mwanamke kiuchumi, kielimu na kuondoa uendevu na ukandamizaji kwa wanawake. Lakini pia wote ni mashuhuda, tumekuwa na sera ya maendeleo ya wanawake na jinsia ya mwaka 92 ambayo pia iliboreshwa mwaka 2003. Lakini pia kila mwaka maadhimisho ya kitaifa siku ya wanawake yamekuwa yakifanyika, na hapa katika halmashauri yetu ya Sengerema kila mwaka tumekuwa tukifanya. Yote haya ni kutaka kuwafanya wanawake waweze kujitambua na kuweza kujua kwamba wao wana thamani kubwa, na katika dunia hii wana nafasi sawa na wanaume katika utendaji wa kazi na katika kujitafutia fursa mbalimbali. Lakini ukiacha hiyo, pia tumeona sheria zimekuwa zikirekebishwa zile zinazowakandamisha wanawake au kuwabagua. Lakini pia tumekuwa na mikakati mbalimbali ya maendeleo ya kuweza kuwasaidia wananchi na wanawake kwa ujumla, hasa ukiangalia katika ule mkakati ambao ulitekelezwa wa kitaifa kwa ajili ya kutekeleza sera ya wanawake waweze kujitegemea kiuchumi. Ndugu wananchi, lakini pia tunaona serikali imekuwa ikianzisha programu mbalimbali kwa ajili ya kuwainua wananchi. Hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeona alianzisha programu ya kuimarisha uchumi na Mama Samia IMASA, ambayo ilianzishwa kwa lengo la kuwawezesha wanawake, vijana na wazee na makundi maalum. Programu ya IMASA ina lengo la kuwawezesha wananchi kwa kuzingatia rasilimali na malighafi zinazopatikana katika mikoa au maeneo yetu kama hapa Sengerema. Mfano, wafugaji watawezeshwa na kadhalika, wakulima tumeona wavuvi wamepewa boti, walipewa vifaranga kwa ajili ya ufugaji wa cages. Lakini tumeona Sengerema tuliletewa madume bora, na katika halmashauri zetu zote mbili. Yote hii ni katika kuhakikisha tunawainua wananchi kiuchumi katika kupitia nyanja mbalimbali. Lakini wananchi mmeona pia pamoja na mambo mengi mazuri ambayo serikali inaifanya, mmeona pia Mheshimiwa Rais hajaishia tu hapo kusema tuwawezeshe wananchi katika masuala sijui ya fedha ya nini, lakini mmeona pia Rais wetu anataka pia hata wananchi tunapojishughulisha katika shughuli zetu, hata wananchi tunashati mbadala wote tunatakiwa sasa hivi tuachane na mambo ya yote hao, ni pamoja pia na kuweka afya
za kina mama wanawake ziweze kuimarika na kukaa vizuri. Kwa huku kanda ya Ziwa wote ni mashuhuda. Mabibi zetu walikuwa wanauawa zamani kwa ajili ya macho mekundu, kumbe tu sababu ni kuni. Ndio maana Mheshimiwa Rais akaonyesha kwa vitendo na ameanza kitaifa, ameenda kimataifa kwamba anataka tubadilike, tutumie nishati mbadala. Na mmeona kuna maeneo mengine hata hapa Sengerema ametoa mitungi ile ya gesi tulitoa, na kwingine pia ameendelea kutoa, na bado kuna mingine itakuja mingi. Yote hiyo ni kutaka kuhakikisha wanawake wanaimarika kiuchumi, lakini lengo ni kuhakikisha katika hilo kwamba mpaka kufikia mwaka huu ilikuwa malengo kwamba 80% ya Watanzania wao wamehamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ndani ya kipindi cha miaka 10. Malengo ni nini? Yote ya ukiangalia ni katika kumkomboa mwanamke. Ndugu wananchi, wanawake pia katika mambo yote tutaongea, lakini kikubwa pia tunapaswa kujiamini. Tunapaswa kujiamini na kushiriki katika masuala mbalimbali ya kijamii kama vile elimu, utawala na siasa, kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Aidha pia jamii inapaswa kutambua michango yetu. Ndio maana hapa nimesema, tumemsikia katibu wetu pamoja na mambo mengine amesisitiza kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Basi na sisi wakina mama tusirudi nyuma, tujitokeze kwa wingi kwa ajili ya kugombea. Na ukigombea hautakatwa kwa sababu wewe ni mwanamke. Jipime tu, hakutakuwa na upendeleo. Sifa zako ndo zitakazo kuweka. Na sisi tusingependa tupate eti mwanamke bora mwanamke, hapana. Sisi tunataka mwanamke awe kiongozi kutokana na sifa zake alizonazo. Na jana tukiwa kwenye jukwaa kule, tukiwa kwenye maadhimisho ya wanawake yaliyoandaliwa na UWT mkoa, mwenyekiti wa UWT mkoa alisema jipime. Ukiona uwezi katika hili, una vipawa mbalimbali, tafuta kwenye kamati za maamuzi kule kwenye ngazi tulizopo. Mwingine anaweza asiweze kuongea hivi, lakini mwisho wa siku amejaliwa kipawa fulani ambacho anaweza akasaidia katika kufanya maamuzi katika maeneo yake. Kwa hiyo angalia ni fursa gani iliyopo na wewe jiweke, tujiamini, tushiriki. Tusikae nyuma tukawa wanawake wa kulalamika hayo mambo yamepitwa na nini na wakati. Tumeshasema sana, tumekandamizwa, tumeimba wanawake na maendeleo, tumeimba sana wanawake sasa hivi tunajiamini, tunaweza, na ni kweli tunaweza. Mmemwona na siku hizi sasa hivi tuna kinara wetu, tuna Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yuko pale juu. Wote tunamwangalia na tunamuona anafanya vizuri katika taifa letu, lakini na kimataifa vile vile mmeona wanatambua kazi yake kubwa ambayo anaifanya. Kwa hiyo nitoe rai kwamba tutumie uwepo wa Mheshimiwa Rais kama ni kielelezo cha kumfanya mtoto wa kike na wewe mwanamke kujitambua na kuweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Lakini hapo pia niwashukuru sana. Mwaka jana nilikaa na nyinyi hapa nikawaomba, nikasema naomba sana wilaya Sengerema tunafanya vibaya. Tumesema hapa kwamba tushiriki katika maeneo mbalimbali ikiwemo na kielimu. Niwapongeze sana kwa sababu kwa mwaka huu matokeo ya form 4 sisi katika wilaya Sengerema tumefanya vizuri. Hatujapewa matokeo kwamba tumekuwa wa kwanza au wa mwisho. Mimi ni muumini ile kuangalia kwamba mwaka jana tulikuwa wapi. Hata kama kimkoa tukiwa wa mwisho, lakini kuna hatua tumepiga. Kwamba tunaona mwaka jana kwa halmashauri ya Sengerema kwa wilaya nzima tulikuwa na division 0, Buchosa peke yake ilikuwa na 260 na kitu. Sengerema ilikuwa na 100 na kitu. Lakini leo katika halmashauri ya Sengerema kuna division 0 51 na Buchosa 51. Kwangu mimi ni hatua, sitojali position ya kwamba tumekuwa wangapi kimkoa, kwa sababu naona tumepunguza sifuri kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo niwapongezeni sana wakina mama kwa sababu naamini mmesimama, ndio maana watoto wameweza kufanya vizuri. Rai yangu kwenu, bado dropout ni kubwa kwa maana ya mdondoko. Watoto wengi wanaacha kwenda shuleni, na sisi tumesema kauli mbiu ya mwaka huu inamtambua mwanamke, lakini vile vile inamtambua msichana. Msichana yule ambaye uko naye nyumbani, basi hakikisha kama wewe ulishindwa kwenda shule na yeye asishindwe kwenda shule. Kama wewe elimu kwako ndio kikwazo, usimfanye mtoto wako pia na yeye ikawa ni kikazo. Kwa hiyo serikali tutaendelea kushirikiana na nyinyi. Lakini pia nizidi kuwapa moyo asasi za kiraia ambazo zinajishughulisha katika mambo mbalimbali. Tunatambua mmekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma muhimu za kuleta maendeleo katika jamii. Jitihada ambazo mmekuwa mkizifanya ambazo zinalenga kutoa mafunzo ya kijinsia, kupangaji wa mipango, uongozi, kutoa huduma muhimu za jamii na kuchangia katika kuhamasisha jamii kuweka shinikizo la kuleta mabadiliko na kukomesha ubaguzi, unyanyasaji na mambo mengine yote ambayo mnayafanya. Naomba niseme kama serikali tunayatambua na tunayaunga mkono, na nizidi kutoa rai tuendelee kushirikiana ili tuhakikishe tunakuwa na jamii ambayo ina haki na usawa na wananchi na wenyewe wawe wanaridhika.
Lakini pia pamoja na mambo mengine, ndugu zangu, tutaongelea mambo mengi ya kiuchumi. Nimesema serikali inafanya mambo mengi sana, na hata mwaka huu ni miaka yote tumekuwa na utaratibu wa kutoa mikopo ya 10%. Mwenyekiti, nimesikia risala yenu ambayo mmeitoa wanawake kupitia jukwaa la wanawake. Wote tunaomba, katibu wa chama ameliweka vizuri sana kwamba wote tunaomba mikopo haitoshi, na mwenyekiti, nikuhakikishie tu mara zote fedha huwa hazitoshi. Amnaga siku moja kwamba fedha zinafanya nini, zinatosha. Fedha huwa hazitoshi, lakini tunachokitaka ni kile kidogo ambacho kinapatikana basi kigawanywe pia kwa usawa. Lakini hizi fedha sio njugu, sio kwamba kila mtu tu anapewa. Hii fedha ni mkopo, pamoja na kwamba hauna riba, haiondoi ile dhana nzima kwamba ni mkopo. Kwa dawa ya mkopo ni kufanya nini? Ni kurejesha. Tukirejesha ili aliyolisema mwenyekiti hapa kama changamoto, basi litakuwa limeisha. Kwa mara ya kwanza leo mnaona Sengerema tunatoa milioni 362. Haijawahi kutokea. Miaka yote tunakuwa na milioni 100 na kitu. Lakini safari hii tunaongelea milioni 362. Kwa nini? Kwa sababu mnajua Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuona kwamba hii mikopo tunaitoa kiolela, baada ya kuona watu hawarejeshi, wale wanaopewa wanawakandamiza wenzao, wanashindwa kupata, ndio maana hii mikopo ilisitishwa ili kuweka utaratibu mzuri, ili wale watakaopata ili waweze kurejesha. Na fedha hizi zinazorejeshwa zinaingia kwenye kapu kuu. Labda niweke hivi, halmashauri kila mwaka inakusanya mapato, na inapokusanya mapato inatakiwa itoe 10% kwa ajili ya kuwapatia wanawake 4%, walemavu 2% na vijana 4%. Ukizijumlisha hizo zinakuwa 10%. Sasa wakishatoa ile mikopo wakaigawa, yale marejesho yanayokuja yanaingia kwenye mfuko. Kwa hiyo wale wanaokopa wakirejesha, kwa mfano tuna milioni 362, mwaka wa fedha bado unaendelea, ina maana mkurugenzi tena atatenga fedha nyingine kwa ajili ya kuongeza kwenye mfuko. Kwa hiyo ndani ya miaka yote ambayo tumeanza, mfuko wetu unatakiwa ujae na fedha nyingi, kwa sababu hizi huwa hazirudi kwenye miradi ya maendeleo. Hizi zinabaki kuwa chachu ya mfuko wa maendeleo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuwakopesha. Changamoto tu inakuja kwa sababu watu hawarejeshi. Ndio maana mkapu wetu linakuwa kila siku na fedha kidogo. Kwa hiyo mimi nitoe rai tu kwamba kila mmoja ahakikishe, na safari hii mmeona rungu limerudishwa ofisini kwa mkuu wa wilaya, maana amepewa katibu tawala wa wilaya. Wengine walikuwa wananipigia simu, DC, mimi kikundi changu kizuri naomba nipewe. Ndio maana DC hamjamuona huko. Tumeunda kamati ije huko iangalie nini mnayafanya kuhakikisha kuna usawa. Kwa hiyo yote ambaye anaona hajapata mkopo na ametuma maombi kwamba kuna mara hajapewa, tusilalamike, njoo ufuatilie ili ujue kwa nini kikundi chako hakijapewa, kwa sababu najua sababu zipo. Lakini naseme tu kwamba pia fedha haziwezi kukamilisha mahitaji ya watu wote. Labda tuwape 50 ambao utafanyia nini sasa? Kama maombi watu wameomba 200, fedha tunazo milioni 300. Tukisema tunawapa 50 ngapi? Mwisho wa siku tutaona. Kwa sababu tunachotaka tuwaone watu wanasimama, tunakuwa na wafanyabiashara wengi, tunakuwa na kina mama Moni ambao wanajisimamia, tunakuwa na kina mama Tumange, na mkurugenzi wameniambia hapo kwamba wanaomba kwenye ile vikao vya utoaji wa elimu wa makundi ambayo yatakuwa yanapewa hii mikopo, na wenyewe washirikishwe ili wawape uzoefu, wajifunze kutoka kwa wafanyabiashara wenzao ambao angalau wamepiga nini hatua. Naogopa na chelea kusema waliofanikiwa, kwa sababu mwisho wa siku wasije akasema sisi bado hatujafanikiwa, tunajitafuta, si ndio? Lakini wale ambao wamepiga nini, wamepiga hatua. Tunasema ukimweka mwalimu akae na mwalimu mwenzie waongee, wataelewana sana. Ukimweka mfanyabiashara na mfanyabiashara mwenzie wakae wazungumze, wataelewana sana kuliko mimi ambaye sifanyi nini, sifanyi biashara. Na hao watapewa moyo na watajifunza, wataona kumbe mambo yanawezekana. Kwa hiyo leo tutatoa mikopo, lakini mwisho wa siku niombe sana wale ambao tutafanikiwa kupata hii mikopo, tujue tu kwamba hizi fedha sio za bure. Kwa wale ambao mnaona kwamba mlikuwa mna malengo, mnajua kwamba kuna njugumawe zinagaiwa huko na karanga zinatolewa bure pale, kama unaona hiyo hatuwezi, hapa hujachelewa, unasema tu bana mimi nimegaili. Kwa sababu mwisho wa siku hii mikopo tusingependa tunapeana leo tunashangilia, alafu kesho tunakutana Kasungamile, si ndio? Au unajua tunaanza tena namwambia DPO kuna watu nisingependa. Tunatoa hii mikopo ili tuone inawaneemesha nyinyi na familia zenu, kwa maana ya kufanya kazi na kujiongezea kipato katika uchumi, na sio kugaiwa tu watu waseme kwamba hilo alipo. Na ndio maana mikopo ilisitishwa ili kuleta tija inayokusudiwa, na tija ikusudiwe basi kila mmoja atimize wajibu wake. Naona mmetulia kwa makini, mnanisikiliza, naamini mmenielewa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Basi kwa upande wa serikali
Nikizungumzia tu masuala mengine, serikali imekuwa ikifanya mambo mengi sana ili kuhakikisha kama nilivyosema kwamba haki na kila kitu vinaendelea. Mimi nawashukuru sana. Nawashukuru kwa ushirikiano ambao mmeendelea kutupatia kama wilaya, na ndio maana mnaona kazi za kijamii zinaendelea, miradi ya serikali inaendelea. Tumesema sisi kama serikali miradi tunayo mingi sana, na niwahakikishieni tu ndugu zangu wananchi, sisi tuendelee kupiga kazi. Serikali inaleta fedha nyingi mno. Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta fedha nyingi mno. Na yeye katika rais ambaye ameleta miradi ya kuwakumbuka wananchi wa chini. Ukitaja huwezi ukaacha kumtaja Dr. Samia Suluhu Hassan. Nyie lishawahi kutokea katika halmashauri ya Sengerema kwa mwaka mmoja mkawa mna shule mpya 15. Shule mpya ishawahi kutokea hiyo makamu? Haijawahi kutokea, lakini niwaambieni tunajua. Shule yetu kwa mfano ukienda Ibisabageni, ukienda na Kilabela, watoto wako wengi sana. Lakini ukienda sasa hivi Sungangolo kule kuna shule mpya ambayo inajengwa mpya kabisa ya sekondari. Lakini ukienda Tabaruka pale tuna shule ya amali mpya na yenyewe inajengwa ya ufundi. Ambapo tulikuwa tumezoea shule za ufundi unaikuta Iunga kule Mbeya, unaikuta Ifunda kule kwetu Iringa, lakini unaikuta pia Tanga kama Tanga ilivyotaka technical, lakini ukienda Arusha technical zilikuwa chache sana. Lakini safari hii mmeona Mheshimiwa Rais amesema hapana, kila jimbo kila halmashauri liwe na sekondari yake ya amali. Ndio maana unaona Buchosa wanajengewa ya kwao, pamoja na kwamba Buchosa inajengwa pia VETA, lakini vile vile wanajengewa na sekondari hiyo kule Nyeunge, lakini na hapa Sengerema pia inajengwa. Lakini kwa halmashauri tu ya Buchosa mwaka huu Mungu akijalia mpaka Pasaka tutakuwa tumefungua. Tukimaliza Pasaka, ile likizo ya Pasaka tunasemaga ile ya mwezi wa 4, tukishafunga ile, tukifungua kama mambo yataenda ndivyo, kwa sababu tumepeleka shule kwa ajili ya usajili, tunategemea tuanzishe shule mpya 15. Sio chache, si ndio? Ni mpya nyingi ambazo zitasaidia, na hizo zimejengwa wananchi hatujachangia. Ni serikali imeleta fedha kupitia fedha za mfuko wa jimbo. Tumshukuru sana Mheshimiwa Tabasamu kwa maono yake, aliamua kwamba hebu tujenge hizi shule, na mwisho wa siku serikali imeleta fedha kwa ajili ya kumalizia. Kwa wale ambao mko mmezoea mnasema kuna yale maboma yalikuwa yamejengwa, maboma yote tumeyamaliza, na yale ambayo yalijengwa kwa kutumia fedha za mfuko wa jimbo, na sasa tunategemea kufungua sekondari. Nitoe rai pia, mmeona jengo letu la halmashauri pale linaenda vizuri. Wanategemea wenyewe, wamesema mpaka mwezi wa 3, ingawa mimi naona ninavyoangalia naona labda mpaka mwezi wa 6, si ndio makamu? Nyie mnasema mpaka mwezi wa 3. Sasa mimi nawaambia, unamwona ananyanyuka ndio tukikaa huko tunabishana hivyo. Wenyewe wanasema watamaliza mwezi wa 3. Mimi nasema sawa wamalize mwezi wa 3, lakini nimewabishia wamalizi. Na wabishia kwa nini? Ili wazungu wanasema wani prove wrong. Yaani kwamba wahakikishe kwamba wananishinda. Washindane. Mkuu wa wilaya akasema hawawezi, wao wanasema wanafanya nini? Wanaweza. Alafu mwisho wa siku naamini wao watakuwa washindi. Kwa hiyo tutakuwa na jengo letu jipya pale litafunguliwa. Tuna miradi mingi inaendelea katika wilaya yetu. Natambua tuna changamoto, nimeshasema mara nyingi. Tuna changamoto ya daraja pale, ya vivuko vyetu pale Busisi, lakini niwaambieni tu tuendelee kunywa mtoli. Nyama ziko wapi? Chini. Nyama ziko chini. Na kama mtoli wenyewe uko umejaa bakuli, sasa hivi tushalifuta nusu. Manake daraja karibu linakamilika. Nafikiri wale mnaopita mnaona lami imeshaanza kufanya nini? Kumwagwa. Naombe sana, wengine wanakuwa wanaona tunawafanyia roho mbaya kuto kupita huku kwenye daraja la service. Sio Mchina yule anayejenga lile daraja, tukipita kule na yeye anasimama siku ile anasema kazi imeharibika kwa sababu watu wanatumia kule kufanya nini? Kupita. Kwa hiyo tunajichelewesha sisi wenyewe. Anaongeza siku za mradi, anaandika kabisa na barua, anaongeza fedha, anaongeza na siku kwamba anadai, ili kwa sababu tumemchelewesha kumaliza kazi yake. Niwaombe, nimesema tuendelee kunywa mtoli, nyama ziko chini. Kama ni bakuli tushalikata nusu, kwa sababu ukiangalia mradi ulipofikia, wakwambia tuahidi mpaka mwezi wa 3 mwishoni tungeweza kupita, lakini natambua kuna machuma na matando, kazi kubwa ambayo imebakia. Kwa wakati wowote kuanzia sasa tunaweza tukajikuta tunapita pale kwenye daraja, au tukawa tunasema tulami kutoka wapi? Sengerema mpaka Dar es Salaam. Hapo vipi? Ukutani na maji, yani unateleza tu mwanzo mwisho. Mwanzo mwisho. Na tukiunga na Nyeunge Buchosa, basi tutakuwa tunasema zege unateleza nao kutoka Nyeunge mpaka wapi? Mpaka Dar, si ndio? Alafu mtu haya anasema unakaa mbali na wapi? Watu wanasemaga Mwanza mbali, si ndio? Mwanza mbali na wapi? Wewe fikiria, na reli yetu wakati ikikamilika, SGR ikikamilika. Sasa hivi tukitaka kuwahi, wewe panda basi mpaka Dodoma afu chukua SGR nenda zako Dar. Siku hiyo hiyo unawahi kufika.
Mimi nikiondoka Dar es Salaam, mfano natoka asubuhi, saa 3 niko Dodoma. Dodoma pale namchukua gari na kuja huku mapema, na kwa nimefanya nini? Nimeshafika. Sasa na hiyo ngoma ikikamilika na daraja letu tutakuwa tunateleza yani dana. Tutumie hizi fursa vizuri, mikopo inayotolewa. Manake mambo mazuri yanafanya nini? Yanakuja. Limgodi kule nimekuwa nikiliongelea siku zote, mambo ya fidia wanakwenda vizuri, lakini sasa hivi wanafuatilia vibali ili lianze kujengwa. Kwa hiyo na lenyewe ndani ya muda mfupi tutaona kazi kubwa kule itakuwa inafanyika. Kwa hiyo tutakuwa nasema Sengerema ni sehemu ya kukimbilia, si ndio? Wasitukute sisi wenyeji tu tunazubaa. Jamani Sengerema oye! Wanawake oye! Mimi nawashukuruni sana, niko tayari kwa ajili ya uzinduzi wa mikopo, lakini pia najua nimeingilia ratiba. Kuna watu walikuwa watoe mada zao chache, tutawasikiliza. Ambao msichukue tu muda mrefu. Msihutubie, kuhutubia nimeshahutubia mimi, si ndio? Wengine mje mseme, na mimi nakaa hapo kama mwanamke kwa maana ya kujifunza, nione mambo mazuri ambayo yapo. Msiogope kuhusu mpira wa juma ngapi, Shedrack ameshamaliza. Maisha hiyo. Yaani nikiangalia naona kuna watu mna mawazo, si ndio? Shedrack kashamaliza, ngoma imefanya nini? Imeenda. Imeisha hiyo, si ndio? Hiyo imeshaisha. Kwa hiyo kaeni tu. Kwa wale wa nyama choma, nendeni mkapate nyama choma. Mambo mazuri yanakuja mkifungwa kama tumefunga, si ndio? Shedrack sisi kashamaliza. Huko kwingine wanaenda tu kutimiza ratiba, si ndio? Lakini sisi mpira wetu tumeshaumaliza leo hapa. Hapo vipi? Hapo sawa, si ndio? Basi nawashukuruni sana, tuendelee kushirikiana, tuendelee kufanya kazi, tuendelee kuliombea taifa letu, tumuombee rais wetu, tuiombee wilaya yetu, lakini tusisahau na sisi kujiombea sisi wenyewe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye Melo.